Ndugu zangu na Chiwezi, mimi ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mwampashi Seselembe Mwanavuli wa Nkondo, kiongozi wa timu ya kampeni ya mkoa, ambaye baada ya kuwapata wabunge, madiwani ya viti maalum, kazi ya kuwauza iko chini ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Mama Samia, mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, kazi ya kumuuza katika mkoa wa Songwe iko chini ya mimi mwenyekiti. Lakini naomba niwadokeze kwa nini ninamuuza Mama Samia. Mengi wamezungumza wenzangu hapa, lakini naomba niongezee mawili. Mama Samia amejenga shule, lakini kujenga shule haiwezi kuwa na maana kama mtaendelea kulipa ada. Lakini katika awamu yake hii inayokuja, watoto wanakwenda kusoma kuanzia shule ya awali mpaka kumaliza kidato cha 4 bure. Lakini mbali ya hayo, kitu ambacho kilikuwa kinasumbua watoto wa shule ya awali, shule ya msingi, sekondari mpaka kidato cha 4 mpaka cha 6 ilikuwa ni chakula. Lakini serikali ya awamu inakwenda kuundwa na rais mpendwa wa Tanzania, chakula kinaenda kutolewa bure kuanzia chekechea mpaka kidato cha 6. Hivyo wananchi mmeondolewa mzigo wa kumwandalia mtoto chakula anapokuwa shuleni. Wewe utakuja kumpa chakula atakapofika nyumbani saa za jioni. Nani kama Mama Samia? Wasiwadanganya hao wanakuja wa ACT Wazalendo, hata wanagombea sijui rais sijui na nini. Hawana sera, hawana mwelekeo na wala wajui wanalifanyalo. Ndugu zangu, Rais Mama Samia, yote ambayo yameelezwa hapa ni mengi sana, na tumeeleza machache kwa sababu ya muda, lakini anayofanya mama huyu katika mkoa wa Songwe ni mambo mengi sana. Lakini wadokeze kitu kimoja wanachawezi. Idara ya kilimo kutoka wizarani, ambaye mtoto wenu David Silinde ndio naibu waziri wa kilimo Tanzania, walifanya utafiti wakakuta wazalishaji wakubwa wa zao la mahindi katika nyanda za juu kusini ni mkoa wa Songwe. Lakini utafiti huu kaenda mbali zaidi, wakakuta kumbe wazalishaji wakubwa wa zao la mahindi ni kata ya Chiwezi. Leo ndugu zangu, ukiangalia mashamba yaliyopo hapa Chiwezi, inawezekana yeye mabeba mkoa mzima wa Songwe. Mwenye macho haambiwi tazama. Pale pameandikwa wauzaji wa pembejeo pale mbele. Sasa Mama Samia alipoona mna mashamba makubwa, akaona uwezo kwa uzia mbolea kwa mfuko 120,000 mpaka 50, akaona mzigo huu ni mkubwa sana kwa wananchi wao. Ikabidi serikali ya Mama Samia ilipie nusu na wewe ulipie nusu. Ndio maana wakakuletea mbolea ya ruzuku ya shilingi 70 mpaka 72, ili mwananchi wa Chiwezi uweze kumudu kununua mbolea, uweze kuhudumia mashamba yako. Mama Samia oye! Wangapi watampa Mama Samia kura? Ndugu zangu, jamani, nani kama Mama Samia? Hivyo ndugu zangu, ifikapo Oktoba 29 tuna kila sababu ya msingi kwenda kutiki kwa mama yetu Samia. Lakini waambie siri kubwa. Mama Samia alipoona katika mkoa wa Songwe anatafuta wabunge wenye hekima, wabunge vijana, sema si mwingine katika jimbo la Tunduma bali ni David Ernest Silinde. Mbunge huyu hakuna haja ya kumuuza, na kiuza mwenyewe. Elimu anayo, akili nayo, ni mtu mtulivu. Unataka nini? Mungu akupe nini wana Chiwezi? Mungu ape nini wana Tunduma? Hivyo ni waombe wana Tunduma,
mimi huyu Silinde mngemnyima kura kwenye kura za maoni katika jimbo la Tunduma, mimi ningejua kumpeleka na chenje na baki. Katika miaka 5 aliyohudumia katika jimbo la Tunduma Silinde, toka Mungu ameumba dunia hii hajapata kutokea. Tulikuwa na mbunge mmoja anaitwa Majoka, Majoka. Wana wa Tunduma, wana wa Chiwezi, mumekosa nini kwa mbunge wetu huyu? Mimi naomba, wanasema maombi mazuri yenye nia nzuri ya kumwombea mwenzio Mungu hayakatai. Mimi nawaombea wale wote ambao wana nia mbaya, nia ovu juu ya mbunge wetu huyu, washindwe katika jina la Yesu Kristo. Baba Silinde, mimi kwa heshima ulionayo, kwa utu ulionao, kwa busara ulionayo, ninachoweza kukupa ni kukuombea kwa Mwenyezi Mungu. Na ndugu zangu wana Chiwezi na wana Tunduma, kila mmoja kwa imani yake anayesali kanisani, msikitini, anayeabudu kwenye miti, tumwombee sana baba huyu.